Kwa nini uendelee kuishi? Kwa nini uendelee kuishi? Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya kafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwa nini uendelee kuishi? Suppose ukakutana na Mungu, alafu Mungu akauliza, akasema kwamba unafikiri ni kwa nini nikuache uendelee kuishi? Utamjibu nini? Utamjibu nini? Kwa sababu kuna watu ambao wanaishi hapa duniani wanajiangalia wao tu. Wanajiangalia wao tu. Wamejaa ubinafsi. Paulo anawaambia Waefeso kwamba kila mtu na afanye kazi ili apate kitu cha kumpatia mhitaji. Na hili nafikiri ninataka uwe msukumo wa kila mtu, kwamba wakati unapofanya kazi, wakati unapofanya biashara, wakati unapofanya shughuli yoyote ile, basi kitu kinachokusukuma kufanya hicho kitu kwa bidii iwe ili upate kitu cha kumpatia mhitaji. Kwa cha kumpatia mhitaji. Fanya kwa bidii zako zote upate kitu cha kumpatia mhitaji. Uwe kwenye nafasi hata ya kusupport injili iweze kusonga mbele. Watu ambao wanajiangalia wao tu ni vigumu sana wakati mwingine kufanikiwa kwenye maisha yao. Ni vigumu sana kuwa na mwisho mzuri. Paulo anaambia Waefeso kwamba kila mtu afanye kazi, apate kitu cha kumpatia mhitaji. Mungu amekutokea sasa hivi. Anakuambia kwa nini unafikiri kwamba nikuache uendelee kuishi? Tunaposoma kwa habari kwenye Matendo ya Mitume 9:36 mpaka 42, tunajifunza kwa habari ya Dorcas ambaye alikuwa ni fundi. Alikuwa anawasaidia kina mama wajane. Akaja kaugua akafa. Petro alipopelekewa habari na kwenda kwenye nyumba ile ambayo Dorcas amekufa, wale waliotendewa mema wakawa wanaonyesha kazi alizokuwa anafanya, vitu alivyowatengenezea, kwamba angalia, ametushonea kanzu hizi, ametushonea nguo hizi. Kwa tafsiri nyingine, kuendelea kuishi kwa Dorcas kulikuwa kuna faida. Kuendelea kuishi kwako kuna faida gani? Kwa watu wanaokuzunguka, kwa watu wengine, kuna faida gani kuendelea kuishi kwako? Dorcas kuishi kwake kulikuwa na faida. Alikuwa anafanyika msaada kwa kina mama wajane. Alikuwa anafanyika baraka kwa kina mama wajane. Na Petro alipofika akawa anaonyeshwa kanzu alizokuwa anawashonea, nguo alizokuwa anawashonea kina mama wajane. Na kwa sababu hiyo Petro akaenda akamuinua Dorcas akafufuka, ili aendelee kufanyika baraka kwa kina mama wajane, ili aendelee kufanyika msaada kwa kina mama wajane. Kwa nini uendelee kuishi? Unafikiri kwamba kuondoka kwako kuna watu wengi watalia sana kwa sababu ulikuwa ni msaada kwao? Wakina mama hawa wajane walikuwa nalia kwa sababu ya nguo alizokuwa anawashonea, misaada aliyokuwa anawapa. Kwa ilikuwa ni muhimu sana Dorcas aendelee kuishi, kwa sababu alikuwa na faida. Kuishi kwake kulikuwa na faida. Wewe kuendelea kuishi kwako kuna faida gani? Kuna faida gani kwa watu wengine? Kuna faida gani hata kwenye ufalme wa Mungu? Kumbuka kwamba Mungu yuko anajihusisha sana na watu. Na ndio maana kuna wakati Yesu alisema kwamba siku hiyo watu watasema kwamba siku hiyo Yesu atasema kwamba nilikuwa mgonjwa mkakeja, nilikuwa na uchi mkanivika, nilikuwa hivi mkafanya nini, nafanya nini? Na watu watauliza ni namna gani? Sasa kwa kadri mlivyowafanyia hivyo mlikuwa mnanifanyia mimi. Kwa kadri tunavyowafanyia mema watu, tunamfanyia Yesu. Na ndio maana kwenye waraka wa Yohana anasema kwamba wewe utasemeje kwamba unampenda Mungu ambaye humuoni, alafu watu naoona unawachukia? Kwa nini uendelee kuishi? Unafanya kazi ili iwe nini? Je, kuna mtu yeyote ambaye anafaidika kutokana na kazi unayoifanya? Dorcas
alikuwa anafanya kazi, na ile kazi ilikuwa inafanyika baraka kwa kina mama, kwa wajane, na kwa sababu hiyo ilibidi Dorcas afufuliwe, afufuke, arudi au aendelee kuishi, ili aendelee kufanyika msaada kwa kina mama wajane, ili aendelee kufanyika baraka kwa wahitaji. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Kumbuka, haupo hapa duniani kujiangalia wewe tu. Upo hapa duniani kwa ajili ya kufanyika baraka kwa watu wengine, kwa ajili ya kufanyika pia msaada kwa watu wengine. Upo hapa kwa ajili ya kugusa maisha ya watu wengine. Upo hapa uguse maisha ya watu wengine. Usiishi kwa kujiangalia wewe tu, angalia pia na mahitaji ya watu wengine. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Nakumbuka kwamba kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usahau subscribe, lakini pia unaweza share, unaweza comment pia. Mungu nakubariki, na Mungu akupe neema ya kuwa na zaidi ya vile unavyohitaji kwa ajili yako na kwa watu wengine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.